Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari Dominika ya pili ya Pasaka, inaitwa Dominika ya huruma ya Mungu. Masomo yetu yote matatu yanatuelezea habari za nguvu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya 42 hadi 47, na barua ya kwanza ya Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya ya 3 hadi ya 9, na Injili ya Yohana sura 20 mstari wa 19 hadi 31. Katika somo la kwanza ambalo tunaliona kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, tunapata ujumbe wa tudumu katika moyo mmoja. Waamini wa hapo mwanzo, kanisa la mwanzo, waliishi katika ushirika na moyo mmoja, wakihudumiana kwa mali zao walizozikusanya wenyewe, wakaweka pamoja, wakaumega mkate pamoja na kusali pamoja na kudumu katika mafundisho ya mitume. Walidumu katika mafundisho ya mitume ambayo mitume waliyapokea kutoka kwa mwalimu wao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa kuishi imani hiyo walifanikiwa kufanya ishara nyingi zilizombatana nao kwa imani yao ya kumshuhudia Kristo mfufuka. Hivyo nasi Wakristo wa leo tunaalikwa kuendelea kuishi katika ushirika wa moyo mmoja. Moyo mmoja, sisi ambao tumeitwa kuwa watoto wa Mungu, kuwa katika shirika moja na Mwenyezi Mungu na Yesu Kristo Bwana wetu na mkombozi wetu. Tuendeleze umoja huo ambao unatoka kwa hawa watatu, huu Utatu Mtakatifu. Hata Yesu anasali, anasema, Mungu Baba, ninawaombea hawa wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Hivyo sisi wa Kristo tunapaswa kuishi katika umoja huo. Tunaweza kujiuliza, je, bado tunayo asili hiyo ya waamini wa kanisa la mwanzo, kuishi na kudumu katika moyo mmoja, ushirika wa mali na vitu vyote ambavyo tumepewa na Mwenyezi Mungu tuvitumia kwa ajili ya kumtukuza na kutakatifuza ulimwengu? Sisi kama Wakristo tunaoendelea kuishi maisha haya ya kumfuasa Kristo na kuwa wafuasi kamili wa Yesu Kristo na mashahidi wa Injili, tunapaswa kudumu katika kuishuhudia imani na mafundisho sahihi ya Injili ya Kristo kama walivyodumu hao wenzetu. Ushirika mmoja, kuumega mkate pamoja, kusali. Hivi ndivyo vitu ambavyo sisi wa Kristo tunapaswa kuwa navyo. Katika hivi Mungu atatuongoza kudumu na kuwa na nguvu katika imani, na hata ishara nyingi zitaambatana pamoja nasi. Lakini leo tumekuwa na ishara za uongo, za mbwembwe, mazingaombwe ambazo tunajitutumua sisi wenyewe, zisizokuwa na hekima ya Mungu ndani yake, zisizokuwa na upendo, zisizokuwa na unyenyekevu, zisizokuwa na hali ya utii kwa mamlaka fundishi ya kanisa. Leo hii tunashuhudia baadhi ya vikundi vinadharau mapadre na kuwaita hawana Roho Mtakatifu. Vikundi hivi vinapokemewa namna ya mafundisho, kudumu katika mafundisho sahihi ya mitume na ya Bwana wetu Yesu Kristo, vinapinga mamlaka hii fundishi, vinakuwa jeuri, vinakuwa havina nidhamu, vinakuwa havina utii, havina unyenyekevu. Na tunda la Roho Mtakatifu ni upole, kiasi, unyenyekevu, utii, upendo.
na yote haya yanahitaji nguvu ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie tudumu katika umoja na Kristo, sio kudumu katika umoja na ulimwengu. Tutamwacha Kristo mbali na hawezi kutuangazia nguvu yake na ya Roho Mtakatifu itusaidie kuambatana na ishara ambazo zinahitaji nguvu ya imani kubwa na unyenyekevu na kuvumilia taabu na mateso kama mitume walivyovumilia. Na somo la pili linatueleza na kutupatia ujumbe wa bila mateso hakuna utukufu. Mtume Petro kwa watu wote katika waraka wake huu wa kwanza anawapa moyo wa Kristo, moyo wa imani wa Kristo wa Asia ndogo, ambao kwa kweli walikutana na maasi makubwa na madhulumu makubwa katika kuihubiri Injili na kuishuhudia imani yao. Hata nasi leo kama Wakristo tunakutana na madhulumu hayo mengi ya imani yetu, na hasa imani ya Kristo ya kushuhudia haki na ukweli. Madhulumu hayo tunayaona kwa mapadre kutekwa, tunashuhudia pia masista wengine wanatekwa, wakitakwa kwa nguvu, pengine watoe namba za maaskofu wao. Sasa huyu ndugu mnamteka, mnamshurutisha kwa sababu ya nini? Lakini yote hayo tunapewa faraja na neno la Mungu na nguvu ya Mungu kwamba tunapaswa kupitia hayo ili tuweze kupata utukufu wa Mungu. Bila mateso, uvumilivu na unyenyekevu katika hali hiyo ya madhulumu, hatuwezi kupata utukufu wa Mungu ambao Yesu Kristo aliupata kwa kuvumilia mateso, shida na karaha hata kifo chake. Hata nasi leo basi, ili tuweze kuendelea kuhubiri Injili ya Kristo, tunapaswa kuwa wanyenyekevu, kuwa watu wa haki na kweli, bila kupindisha ukweli wa Injili ya Kristo. Tusiwaogope wale wanaotudhulumu, wale wanaotuua, wale wanaotuangamiza, kwa sababu yote kwa yote maisha yetu mwisho wake ni ardhini. Sote, hakuna atakayebaki hata mmoja. Jehanamu itatuhusu kama tukitenda dhambi, na heri ya mbinguni itatuhusu kama tukitenda haki na kweli na kuishi ile Injili ya kweli ya Kristo. Lakini tukivumilia mateso, karaha, madhulumu na hata kunyimwa haki yetu ya msingi ya kuishi, tunadhulumiwa uhai. Na hivyo bila mateso, Mkristo mwenzangu, hakuna utukufu. Kwa hiyo tuyapokee mateso. Kuna watu wananyanyasika, wananyimwa mali zao, wanadhulumiwa mali walizoachiwa na waume zao au wake zao, na kunyang'anywa na ndugu. Watoto wanabaki yatima, watoto wanabaki bila vitu vya kuweza kuwasaidia katika maisha yao. Ndugu wanapola mali zote, wanawadhulumu, na hivyo wanabaki katika mateso. Na hivyo mateso haya yatawapa utukufu wa Mungu. Na hivyo tuendelee kuyavumilia mateso na madhulumu na haki ya kweli, bila kupitia haya urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, usiotunzwa, uliotunzwa mbinguni hatutaupata. Yote haya tuyapokee kwa imani, na mwisho tuweze kupata utukufu wa Mungu Baba. Na somo la Injili linapatia ujumbe wa amani iwe kwenu. Hivyo ndugu zangu wa Kristo, Yesu Kristo anapojitokeza mara nyingi baada ya ufufuko wake, wanafunzi hawa wanapewa ushuhuda kwamba Kristo yupo hai, ni mzima, lakini bado hawana imani. Wanakataa kwamba bado sisi hatuwezi kuhakikisha au kusema kweli amefufuka kwa maneno yenu. Pengine mnatudanganya, pengine mnatengeneza stori, lakini Yesu aliyoyasema kwamba atafufuka na kweli amefufuka.
na hivyo sasa anawatokea wote wakiwa pamoja ndani, wakiwa na hofu ya Wayahudi kwamba wakitoka na kuendeleza kazi ya Kristo watauawa na wao watapigwa viboko, watateswa kama mwalimu wao. Hivyo Yesu anaingia ndani mwao, anawakuta wakisali, wakitetemeka na hofu kubwa, anawaambia amani iwe kwenu. Hivyo hata nasi leo hii tunaambiwa na Kristo amani iwe kwetu. Yesu Kristo anatupa amani hiyo. Wewe baba, wewe mama, lete amani katika familia yako. Ewe mtoto, lete amani katika familia yako. Ondoa hali ya hofu, ondoa hali ya kukataliwa, ondoa hali ambayo inasababisha vurugu na kukosa furaha ndani ya familia zetu. Lakini katika hilo pia Yesu Kristo anaendelea kuwapa amani hiyo na kuwavuvia nguvu ya Roho Mtakatifu, akiwaambia pokeeni Roho Mtakatifu, na kuwapa mamlaka sasa ya kwenda kuishuhudia hiyo injili ya Kristo kwa kuwaondolea watu dhambi. Mwenyezi Mungu anaiweka huruma hii, Yesu Kristo anaiweka huruma ya Mungu karibu na watu, na tunashuhudia leo ni Dominika ya huruma ya Mungu, ambayo Mtakatifu Faustina alitokewa na nguvu ya Kristo na akaonyeshwa namna ambavyo Yesu Kristo anaimimina huruma hiyo kupitia moyo wake uliotobolewa, uliochomwa kwa mkuki, ukamwaga maji na damu. Faustina anaonyeshwa miale hiyo miwili, mmoja wa damu na mwingine mweupe, unaoonyesha damu ni Ekaristi Takatifu na maji ni ubatizo, au ile miale ya moto ya nyeupe ni ishara ya upendo wa Mungu kwa watu, au ubatizo, kuzaliwa upya, kutakaswa, kuoshwa. Hivyo Yesu Kristo anamwagiza picha hii ichorwe na itukuzwe, iabudiwe vizuri, na yoyote atakaye ungama dhambi zake na kukiri makosa yake, huyo atasamehewa kabisa, ataondolewa na adhabu zake zote, atapewa utukufu wa Mungu kwa kuitukuza huruma ya Mwenyezi Mungu. Hivyo nasi ndugu zangu wapendwa, Wakristo wenzangu, wengi wetu hatuna bidii ya kufanya kitubio. Wengi wetu tunaungama Pasaka mpaka Pasaka tena. Wengi wetu toka kipaimara tulipopata hatujaungama. Hivyo tunaishi katika hali ya dhambi. Je, huruma ya Mungu itatutembelea lini? Kila siku tunakesha Mungu atubariki. Anatubarikije tukiwa katika hali ya dhambi? Tumwombe atujalie neema na huruma yake, na sisi tuitafute hiyo huruma kwa kuungama dhambi zetu, kama alivyoambiwa Mtakatifu Faustina kwamba awaombee watu na waongoze watu waitukuze huruma hii ya Mwenyezi Mungu, ili mwisho basi wapokee utukufu wa Mungu ambao Mungu amekwisha kuandaa kwa kila mmoja atakayetubu na kuungama dhambi zake. Wakristo wote tuwe mashahidi wa Injili, na hasa katika kuungama imani yetu, kuungama madhaifu yetu, mapungufu yetu kwa wenzetu. Tunapowakosea wenzetu, tumwombe Mungu huruma yake. Na hivyo kwa kuzaliwa kwetu mara ya pili, basi tumefanywa kuwa wana wa Mungu ambao tunafanana na Mwenyezi Mungu. Tunapaswa nasi kuwa watu wa huruma, upendo na unyenyekevu kwa wenzetu, kwa jirani zetu na kwa wale wote wanaotuonea. Tumsifu Yesu Kristo. Nawatakia Dominika njema ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Tuitafute na tuikimbilie, ili Mwenyezi Mungu aweze kudumu pamoja nasi katika kutuandalia utukufu wake.